kushirikiana na Kenya na Uganda. Eneo hili pamoja na uwanja wa Gymkhana 1 na 2, lakini tuna farasi, tuna shule ya sheria na viwanja vya Leaders pamoja na Meja Jenerali Samuyo ni miongoni mwa viwanja kati ambavyo vinatakiwa kama requirement ya shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika ili kuweza kuwa waandaaji wa mashindano ya Afrika. Karibu sana kwenye eneo hili. Nasikitika tumekosa reflector ya njano lakini naamini hakuna kitakachoharibika. Sasa naomba nimkaribishe katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo ili aweze kutukaribisha mkandarasi aanze kuthibitisha kwenye kazi ambayo inafanyika hapa. Karibu sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Karibu katika mradi wetu wa farasi uwanja mkuu wa baada ya kukamilika. Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika utekelezaji wa miradi hii tumepewa vipimo na CAF kwamba ifikapo mwisho wa mwezi huu tuwe tumefika 80%. Kwenye uwanja huu tuko 74%, na mkandarasi kuhakikishia mpaka tarehe moja tutakapokuwa tunakaguliwa tutakuwa tumefika 81%. Kuna uwanja pia wa Gymkhana ule uko nyuma kidogo kama 65, lakini na wenyewe tutafikia kwa kuangia. Halikadhalika na Leaders ambapo baadaye tutakwenda huko tutakupa taarifa tukifika. Malipo yanakwenda vizuri, yapo malipo ambayo mkandarasi ameomba na sasa Wizara ya Fedha anayafanyia kazi, lakini malipo ya awali yalitoka, malipo ya pili yametoka na kazi inafanyika hapa muda wote, na kwa kweli mkandarasi hajatuzikua. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa sababu kwenye site tunahitaji maelezo ya kitaalamu, mradi wetu unatekelezwa na kampuni ya Recon Sports kutoka Uturuki, lakini mshauri elekezi ni TBA. Kwa hivyo kwa ruhusa yako naomba mbunifu majengo Bwana Makabore atoe maelezo sasa ya kitaalamu juu ya utekelezaji wa mradi huu. Nashukuru. Karibu Mheshimiwa Waziri. Eneo hili la farasi tunajenga kiwanja cha mazoezi kama ambavyo amesema Mheshimiwa Katibu Mkuu. Hapa kuna kazi nne kubwa. Kazi ya kwanza ni kujenga pitch ambayo itakuwa na nyasi zenyewe zile za kuingilia, lakini kazi ya pili kuna kujenga ili sehemu ya kubadilishia nguo chini kule na huko zitakuwepo, lakini kazi ya tatu ni kuweka pitch lights ile milingoti mikubwa ya taa, na kazi ya mwisho ni kufanya kazi za nje. Kwa hivi kama kwa ruhusa yako naweza nikakuonyesha kidogo hapa kwa tunacho hili jengo ambao unaliona itakuwa na sehemu ambazo kwa tuna loka za kuanzia zao, lakini na choo, na mwisho kabisa wa jengo hili upande huu na upande ule kuna choo kwa ajili ya watu ambao wanatumia zile wheelchair, lakini pia kuna chumba cha meneja, kuna ili watu wasione chini na kufanya mazoezi au mbinu za mchezo. Kwa hiyo huu ukuta unaona hapo nje ni ukuta ambao utazuia ile direct visibility ya kinachoendelea ndani. Kwa kifupi hapa progress ni nzuri na material almost yote tumefika. Pekee ambacho hakijafika ni taa ambazo ziko hapa. Kwa hiyo kama ambavyo amesema Katibu Mkuu, tuta reach 80%. Wachezaji ambao wanafanya mpango wa kwanza kwa kuona hapa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, wachezaji wakitoka kwa moja kwa moja watafika hapa, kutakuwa kuna mlango umetuzuia ile access na kutakuwa na milango mingine kwa ajili ya exit, lakini kwa mujibu wa taratibu za CAF hii distance hapa ni ile distance ambayo inatoka kwenye standards za viwanja vya training. Na hapa sasa hizi stage iliyofikia, kitakachofuatia ni kuja kuweka mchanga ambao baadaye utapandwa nyasi, na tayari mbegu zote ziko hapa na mbolea yake yote iko hapa. Na pale pembeni kwenye kile kisehemu ambacho wamejenga kama kimsingi, wanafanya mock up ya hizo nyasi. Kwa wameshaanza kumwagilia, zitakapokuwa zinaota pale ndio hicho ambacho kinachofuata. Yes.
Hii ni nyasi asilia. Kwa maana ya kwamba kuzuia maji mvua ikinyesha maji yasijae. Kwa hiyo ukishaweka layer hii, pajaweka mchanga, mvua ikinyesha inapita kwenye mchanga, inakuja kupita kwenye hiyo, inakwenda chini. Hapo chini naomba nikuonyeshe kwa pembeni kidogo. Chini almost mita 1. Kwa hiyo haya maji yakienda, katikati kuna mifereji ambayo ina mabomba ambayo yako perforated. Hayo mabomba yatachukua hayo maji yaleta kwenye mabomba makubwa yako hapa, ambayo haya sasa yanatembeza haya maji pembeni ya uwanja, yanaenda kuyadispose kule na kule pembeni, ili kuhakikisha uwanja muda wote hata mvua inanyesha maji yakae hapa ndani. Na hiyo ndio design ya viwanja vyote ambavyo vina nyasi ambayo ni asilia na kufanya kazi. Kwa hiyo hii hapa itakuja itajaa almost mpaka hapo ulipokanyaga mchanga, kwa sababu ni sentimita 20, alafu baada tunakaa yani nyasi inakaa juu yake. Na ukubwa wake ni kiasi gani? Ukubwa wake hapa kwa usaji wa training hapa ni mita 105 kwa mita 25 za ndani, 67 kwa nje. Vile taa itakuwa kwa tayari msingi yake imeshawekwa kwa vitako ambazo zinafungwa kwa ajili ya uwepo wake kwa ajili ya kusaidia rafiki kwa maji. Yes, kwa sababu ya kapcha. Kwa upande wa sketcher ameshafunga hiyo wavu ya chini na patoka kwa kama ambavyo nimesema. Naendeleaje? Tuko sawa sawa? Tuko sawa sawa? Haya bwana, tusonge mbele kwa sababu tuna ukomo wa muda wa kushughulikia jambo hili. Kwa hiyo twendeni tukeshe. Na tutasherehekea tukishamaliza. Si ndio hivyo bwana? Sasa si mko kazini. Tutamleta waziri atapita. Sawa? Tunakubaliana? Haya, mleteni mmoja basi aje huku. Aje mlangoni huku tunakotokea. Mleteni mmoja. Mleteni mmoja huku tunakotokea huku. Moja, tuna muda mdogo sana. Tuna muda mdogo sana. Tunatakiwa tukimbize usiku na mchana ili zoezi liweze kukamilika. Sawa Jamani, tunaelewana huko? Tuna ukomo wa maandalizi ili wenzetu tunaoandaa pamoja nao waweze kujua kwamba tuko tayari. Wenzetu wanaosimamia haya mashindano hawawezi kuriski kauli hawezi kuriski tu kwamba tuko tayari. Wanataka wajionee tuko tayari kukiwa bado kuna muda wa kutosha. Kwa hiyo mimi nimepita kuangalia maendeleo ya kazi, na pia nakuatia shime kwamba twendeni tufanye kazi usiku na mchana kumalizia asilimia iliyosalia. Na nashukuru maelezo niliyopewa na msimamizi hapa pamoja na wizara kwamba ifikapo tarehe 30, tarehe 1 tutakuwa zaidi ya asilimia 81 ambayo ni standard kwa ratiba iliyopo.